kwa shilingi 10 kuanzia mwezi ujao katika juhudi za kuwakinga Wakenya dhidi ya athari za mzozo wa kimataifa uliopelekea kupanda kwa bei ya mafuta. Akizungumza katika ikulu ndogo ya Mombasa baada ya kufanya mazungumzo na wadau katika sekta ya usafiri wa umma, mazungumzo ambayo yamepelekea kusitishwa kwa mgomo wa wahudumu wa sekta hiyo, Rais Ruto ametetea hatua iliyokuwa imechukuliwa na serikali ya kupandisha bei ya mafuta nchini, akibaini kuwa sio Kenya pekee imelazimika kuchukua hatua kama hizo, bali mataifa yote ulimwenguni yanajitahidi kukabiliana na changamoto ya uhaba wa mafuta. Siku tatu baada ya wahudumu katika sekta ya usafiri wa umma kusitisha mgomo wao na kuipa serikali makataa ya siku 7 kutafuta suluhu la bei ghali ya mafuta nchini. We've called off the strike. We had suspended the strike, but we've called it off. Wahudumu katika sekta hiyo sasa wametangaza kufutiliwa mbali kwa mgomo huo baada ya kufanya mazungumzo na serikali, Rais William Ruto akitangaza kupunguzwa kwa bei ya dizeli kwa shilingi 10 zaidi kuanzia mwezi ujao. I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices. Akitetea hatua iliyokuwa imechukuliwa na serikali ya kupandisha bei ya mafuta, Rais Ruto amebaini kuwa sio Kenya pekee inakumbwa na changamoto katika sekta hiyo, bali pia mataifa mengine yamelazimika kuchukua hatua kama hizo kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta katika soko la kimataifa. The reality is that no country can completely escape the global oil shock of this magnitude. Even advanced economies with far greater financial resources than Kenya are facing similar challenges. Ameorodhesha hatua zilizochukuliwa na serikali kuwapunguzia Wakenya mzigo wa bei ya mafuta, akibaini kuwa takriban shilingi bilioni 28 zimetumika kwa kipindi cha takriban miezi miwili kufikia sasa kudhibiti bei ya mafuta, hatua ambazo kama hazingechukuliwa zingepelekea kupanda kwa bei ya dizeli hadi shilingi 277 kwa lita moja. Without a guaranteed supply, without the framework we have built, there would be a major crisis of foreign currency and there would be a major crisis of supply. The G2G arrangement has guaranteed supply even when we have disruptions. Amewakosoa wanaopenyeza siasa katika swala la kupanda kwa bei ya mafuta, huku akipuzilia mbali baadhi ya mapendekezo wanayotoa kama vile kufutiliwa mbali kwa ushuru na ada zinazohusishwa na bei ya mafuta, hatua anazosema zitakwamisha baadhi ya miradi ya maendeleo ambayo tayari inaendelezwa. There are those asking government to remove all taxes and levies on fuel immediately. But we must ask ourselves honestly, if we stop collecting these revenues entirely, what public services shall we stop funding? Do we go back to the spectacle of stalled road projects that had become a hallmark across our country? Do we stop the fertilizer subsidy? James Mwangi, Undugu TV.